sana mahali popote pale unaponifuatilia. Amani iwe nawe. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninayezungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ninatumaini unaendelea vizuri kabisa, na siku ya leo nimekuja na mwendelezo wa mafundisho yetu ya tafasiri za ndoto na maana zake. Wewe ambaye unaota ndoto haujui nini maana yake, ndoto zimekuwa zikikutatiza, ndoto zimekuwa zikikupa kiulizo, ndoto zimekuwa zikikuondolea amani. Siku ya leo nimekuja na ndoto 4 ambazo zimebeba mwelekeo katika maisha yako. Ndoto hizi zimekuwa zikiwatesa watu wengi, ndoto hizi zimekuwa zikiwasumbua watu wengi, lakini pia ndoto hizi zimekuwa zikiwatoa watu mpaka kwenye mstari wa kumtumikia Mungu. Zimekuwa zikiwatoa watu kwenye mstari wa kusali na kuabudu, kwa sababu iko ndoto ambayo aliota, alidharau, alipuuza, ikaleta shida. Ninaomba fuatana nami katika mafundisho haya na Mungu atakubariki sana. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza alama ya subscribe kuwa kwanza kupata mafundisho yetu yote yanayotoka katika channel yetu hii, na Mungu atakubariki sana. Nimekuja na ndoto ambayo tunasema kwamba katika usingizi wako ukaota ndoto umelala, alafu then ukaota ndoto ukaona unajikata ulimi au ukaona meno yanang'oka katika usingizi wako. Yani umelala unaona ulimi unakatwa, au wewe mwenyewe unajikata kwa kujing'ata, au meno yenyewe akawa yanabugujika, yanaporomoka, yanatoka katika kinywa chako. Hasa ishara ya namna hii inakuwa ina maana gani kiroho au kinabii? Unapokuwa unaota ndoto unaona meno yanatoka katika kinywa chako au ulimi unakatwa katika kinywa chako. Sasa ndoto ya namna hii maana yake ni kwamba adui yupo kinyume na ukuaji wako wa kiroho, au adui yupo kinyume na hatua zako za kiroho. Kwa hiyo unapokuwa unaota ndoto unaona ulimi unakatwa, unaona meno yanaporomoka kwenye sehemu zake, hasa ishara ya namna hiyo katika ishara za kinabii, maana yake hiyo ni roho ya kuporomoshwa kiroho, ni roho ya kurudishwa nyuma kiroho, ni roho ya kutokustawi na kukua na kuongezeka kiroho. Maana yake unaambiwa kwamba usimame sana katika maombi, kwa sababu ndoto ya namna hiyo inakuwa imebeba maana mbaya sana, inakuwa imebeba anguko kubwa sana la kiroho. Zipo ndoto za kuzidharau, tena kama wewe ni mtu ambaye umeokoka na umeanza kufuatilia au kukua kiroho, unaanza kujiona unakuwa unaongezeka. Ulikopo mvivu wa kusoma neno, unasoma neno, ni mtu muombaji, ni mtu mfugaji, ni mtu unayemtafuta Mungu, alafu ghafla ukakuta ndoto ya namna hiyo imepata nafasi, umeiota. Usidharau. Utakapoidharau utaanza kujiona kiu ya kumtafuta Mungu inakufa, kiu ya kuomba inakufa, kiu ya kufunga inakufa, kiu ya kukesha inakufa. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa roho iko taarifa iliyokuja, ukaidharau, ikaleta matokeo mabaya katika maisha yako. Kwa hiyo ndoto ya namna hii pale ambapo unaiota, ndoto ya namna hii pale ambapo unakuwa umeiota, usidharau wala usipuuze, kwa sababu kuna ujumbe ambao Mungu anakuambia ambao hauko sawa katika maisha yako. Kwa hiyo ndoto ya namna hiyo unapokuwa na yote inakuwa haina maana nzuri. Lakini pia ndoto hii pale ambapo na yota tunasema kwamba ni roho ya kupoteza dira au mwelekeo. Kama utasimama sawasawa katika maombi, utajikuta umerudi nyuma katika matendo mema, utajikuta hata wokovu pia unauacha, utajikuta hata ibada unaacha. Ukiambiwa habari za kanisa utakuwa mkali, ukiambiwa habari za kanisa utajikuta hutaki kabisa kuzisikia. Kwa sababu gani? Ndani yako roho ya uasi imepata nafasi, au roho ya uadui, roho ya usaliti na ukengeufu imeota na kumea ndani yako. Lakini chanzo ni ile ndoto ambayo uliota, meno au ulimi unakatwa kwenye kinywa chako. Kwa hiyo ndoto ya namna hii pale ambapo naiota inakuwa haina maana nzuri, inakuwa imebeba ujumbe, pia inakuwa imebeba taarifa ya wewe kusimama katika maombi, ya wewe kusimama katika ibada, haki na utakatifu, ili Mungu aweze kukusaidia. Lakini pia ndoto hiyo hiyo pia unapokuwa naiota inakuwepo imebeba roho ya kufarakana wewe na Mungu. Utahitaji usimame katika maombi ili Mungu aweze kukusaidia. Lakini pia ndoto nyingine, ukiota ndoto kaona meno yako yanakuwa, pale ambapo unaona katika usingizi wako umelala, alafu unaona meno ya juu na ya chini yanakuwa na kuongezeka katika usingizi wako. Ndoto ya namna hii, kuota ndoto meno yanakuwa, ni ishara nzuri. Maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu anakuonyesha kwamba
kuna hatua ya ustawi na ukuaji wa kiroho au ongezeko la kiroho linakuwa linaenda vizuri kwako. Kwa hiyo Mungu anajaribu kukuonyesha kwamba uweke bidii katika ibada, uweke bidii katika maombi, uweke bidii katika utakatifu, uweke bidii katika kumcha Mungu ili aweze kuleta neema na matokeo katika maisha yako. Kwa ukiota ndoto meno yanakuwa ni alama nzuri, hiyo ni ishara nzuri ya ustawi na ongezeko kubwa la kiroho ili Mungu aweze kukusaidia. Lakini pia ndoto nyingine katika usingizi wako, tunasema kwamba ukaota ndoto ukaona unaanguka kutoka juu ya mti au unaanguka kutoka juu ya ghorofa. Sasa ndoto ya namna hii pale ambapo unaiota unaona unaanguka kutoka juu ghorofani, unaanguka kutoka chini ya kutoka juu ya ghorofa. Sasa ndoto ya namna hii pale ambapo unaiota, maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu anajaribu kukuambia kwamba lipo anguko ambalo linakufuatilia, lipo anguko ambalo adui anataka alilete kwako. Kwa sababu gani? Ndoto ya namna hii pia inapata nafasi kwako, kuna malango ya dhambi ambayo umeyafungua. Kwa hiyo tunapoongelea maana ya anguko, mwingine anajiuliza anguko maana yake nini? Anguko maana yake ni kutolewa kwenye nafasi yako. Kama ulikuwepo kwenye nafasi nzuri ya kimaisha, elewa kabisa utaporomoka. Kama ulikuwepo kwenye nafasi nzuri ya kihuduma, elewa pia utaporomoka. Kama ulikuwepo kwenye nafasi nzuri ya kumtumikia Mungu, elewa pia hiyo nafasi utatolewa, kwa sababu kuna anguko ambalo limekuja. Lakini pia ndoto ya namna hii huwa inawapata wale watu ambao Mungu amewapa nafasi ya kuinuka, amewapa nafasi ya kitu cha thamani, lakini ile nafasi au kile kitu walichopewa na Mungu wakaanza kujiinua nacho, wakaanza kujikweza nacho. Mungu hatua inayofuata anakuja anamporomosha huyo mtu kutoka juu mpaka chini. Ndio maana maandiko, ukisoma kile kitabu cha Obadia, maandiko anasema umeangushwa kutoka juu mawinguni, umeporomoshwa mpaka chini. Kwa sababu gani? Kwa sababu kiota chako lipo kiinua juu kama tai, Mungu alikishusha, alikiporomosha, alikitoa kwenye nafasi yako. Kwa hiyo ndoto ya namna hii huwa inawapata wale watu wenye kiburi, inawapata watu wenye majivuno, inawapata watu wanaojiinua, wanaojikweza, wanaojiona wao ndio wao, wanajiona wao wameshafika. Kwa hiyo ndipo adui sasa akishapata hiyo nafasi anaanza kuleta madhara na mashambulizi katika maisha yako, na unajikuta unatolewa kwenye nafasi yako kwa kutokuzingatia kanuni za kimungu katika unyenyekevu, katika ibada na utakatifu. Lakini pia tunasema ndoto nyingine ni pale ambapo tunasema kuota ndoto umetumbukia katika shimo. Ishara ya namna hiyo pale ambapo unaona umetumbukia katika shimo ni ishara ya kutumbukizwa au kurudishwa nyuma katika maisha, au ni mashambulizi ya maadui katika maisha yako pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Kuota ndoto kuona umetumbukizwa katika shimo, my friend, hiyo ndoto haina maana nzuri. Inakuwa imebeba anguko lako la kiroho, inakuwa imebeba anguko lako la kimaisha. Kwa hiyo utahitaji usimame katika maombi, utahitaji usimame katika ibada na utakatifu ili Mungu aweze kuleta neema ya ushindi na mafanikio katika maisha yako. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Benson Yosia. Ninakutakia wakati mwema. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza alama ya subscribe, usisahau kulike na kushare na kucomment, na Mungu atakubariki sana. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana.